tuanze ibada hii katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ubeti wa mwisho. Wataka kuona na Yesu mbinguni, ya kupasa kukaa kwanza chini ya mti huo. Ni kweli siku chache tu, mateso na shaka, halafu pasipo mwisho furaha kwa Bwana. Zaburi yetu ya leo ni Zaburi ya 51 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Zaburi ya 51 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Tusome tukipokezana. Zaburi ya 51 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3, nami nitawatangulia kwa msaada wa Bwana. E Mungu, unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Tushirikiane mstari wa 3 pamoja. Maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu i mbele yangu daima. Amen. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, Baba yetu wa mbingu na nchi, tunasogea mbele za uso wako tena kwa moyo wa unyenyekevu na wa toba katika ibada hii. Nasi tunakusihi e Bwana, ukakutane nasi na kusemezana nasi. Katusamee maovu yetu yote na kutupa tena neema nyingine ya kusimama mbele za uso wako na kukuabudu wewe na kuazimisha utukufu na ukuu wa jina lako. Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako tunapoanza ibada hii hata tutakapomaliza. Katika jina la Yesu Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Ibada yetu inapatikana ukurasa wa 386. Ukurasa wa 386. Kurasa 386. Mtazame Yesu mfalme wa amani, aliyeubeba msalaba bila aibu, aliacha furaha na utukufu, akanyenyekea mpaka mauti. Sasa ameketi mkono wa kuume kwenye kiti cha kifalme cha Mungu. Mfalme huyu alikukomboa kutoka mauti na kaburi, akakuvika taji ya neema na msamaha. Bwana yu karibu na wanyenyekevu wote, wenye roho za kutubu. Anawasikiliza. Hivyo tumkaribie kwa unyenyekevu na imani, tukitubu dhambi zetu hivi. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Tuungame tukisema, mimi mwenye dhambi natubu mbele zako, kwani ni wewe pekee uliye muumbaji wangu na mwokozi wangu. Nimekukosea mara kwa mara, kwa mawazo, maneno na matendo. Nakiri mbele zako kwamba nimezaliwa nikiwa katika hali ya dhambi. Sasa e Bwana, na kuomba msamaha wako, na kuomba unihurumie na kuniokoa mimi mwenye dhambi. Amen. Mwana kondoo wa Mungu, uichukua dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Mwana
mwana kondoo wa Mungu, huichukua dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Mwana kondoo wa Mungu, huichukua dhambi ya ulimwengu, utupe amani yako. Mungu mwenye enzi yote, Baba wa rehema, yeye amekuhurumia akamtoa mwana wake wa pekee akufie msalabani, na kwa ajili yake na kutangazia dhambi zako zote zimesamehewa, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tusimame. Mwana kondoo wa Mungu, huichukua dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Mwana kondoo wa Mungu, huichukua dhambi ya Sala kuu. Tazameni tunapanda kwenda Yerusalemu, na mambo yote yatatimizwa mwana wa Adamu aliyoandikiwa na manabii. Tuombe. E Bwana, umetufundisha ya kuwa matendo yetu yote pasipo upendo hayafai. Twakusihi utumiminie mioyoni mwetu upendo wako, na kwa rehema zako utujalie kuzidi kutubu dhambi zetu kweli. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Basi tusikie masomo yetu kutoka kwa wasomaji wetu wa siku ya leo. Karibishe msomaji wa kwanza na wa pili. Masomo yetu la kwanza ni somo letu la kwanza linapatikana katika kitabu cha pili cha Paulo kwa Wakorinto sura ya 7 mstari wa 9 mpaka wa 10. Wakorinto wa pili sura ya 7 mstari wa 9 mpaka ule wa 10. Msomaji karibu. Nami nitasoma kwa msaada wa Bwana. Sasa nafurahi si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu. Maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu, ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Tusikie tena somo la pili kutoka kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 15 hadi wa 20. Yoeli 2 mstari wa 15 hadi wa 20. Karibu msomaji. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu. Kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko. Kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake. Hao makuhani wahudumu wa Bwana
na walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, uwaachilie watu wako, e Bwana, wala usitoe urithi wako upate aibu. Hata mataifa watawale juu yao, kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Bwana akajibu akawaambia watu wake, tazameni, nitawaletea nafaka na divai na mafuta, nanyi mtashiba kwa vitu hivyo, wala sitafanya tena kuwa aibu kati ya mataifa. Lakini jeshi litakalotoka kaskazini nitaliondolea mbali nanyi, nami nitalifukuza mpaka nchi ya ukame na ukiwa. Sehemu yake iliyo mbele itaingia katika bahari ya mashariki, na sehemu yake iliyo nyuma itaingia katika bahari ya magharibi. Na uvundo wake utapanda juu, na harufu yake mbaya itapanda juu, kwa sababu ametenda mambo makubwa. Na hili ndilo neno la Mungu. Mshukuru Mungu. Tukili imani yetu ya Kikristo. Na muamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, na muamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, shirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Kaeni washarika. Na niwakumbushe, katika ibada hii tutakuwa na toleo moja la shukrani ya ibada hii ya Kwaresima ya Majivu, lakini pia tunatoa nafasi kwa wale ambao wamejiandaa kwa shukrani mbalimbali kulingana na neema ya Mungu ambayo imekuwa juu yako. Kwa hiyo wale wote ambao watakuwa wamejiandaa kwa shukrani yoyote, aidha fungu la 10 au sadaka za siri na naziri, shukrani ya pekee, pengine shukrani ya kuzaliwa au ya jambo lolote, basi ni wakaribishe tunapoimba wimbo wa namba ya 91. Wimbo namba ya 91 tutaimba mabeti mawili ya kwanza, na wale wote ambao wamejiandaa kwa shukrani hizo mbalimbali basi watakuwa wakisogea hapa mbele kwa pamoja. Wimbo namba 91, beti mbili za kwanza, wale wote ambao naomba washarika wote tusimame, tuungane na wenzetu waliosogea mbele za Bwana kwa shukrani. Zaburi ya 92 mstari wa kwanza na ule wa pili nitawatangulia kusoma, ambayo itatuongoza katika shukrani zetu. Ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako, uliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, Baba yetu wa mbingu na nchi, jioni hii ya leo watoto wako wamesogea mbele za uso wako
na dhabihu za shukrani. Wako waliobeba shukrani ya pekee, wakitambua ukuu na uweza na nguvu zako katikati ya maisha yao. Wako waliobeba sadaka za siri na naziri, na wengine wamebeba fungu la 10 na malimbuko. Baba, ninaomba ukapokee shukrani hizi zote ambazo watoto wako wamezileta kwenye madhabahu yako kwa unyenyekevu mkubwa, wakikushukuru wewe Bwana kwa sababu umewatendea maisha yao. Tena umetenda zaidi ya yale walioyawaza na kuyaomba mbele za uso wako. Umewabariki, umewalinda na kuwatunza. Wako uliowaokoa kutoka katika hatari na maumivu mbalimbali. Wako uliowabariki na kuwafanikisha katika njia zao zote. Wako uliowatetea katika mambo mengi. Mungu, tunakushukuru tukiungana pamoja nao kukushukuru kwa vinywa vyetu na kwa mioyo yetu. Na tunaomba Bwana uendelee kuwabariki, uendelee kujidhihirisha na kujifunua juu ya maisha yao, ukayathibitishe haya yote walioyaomba, na Bwana ukawatendee. Uendelee kuwabariki na kuwatunza, usimame pamoja nao kutoka kwenye madhabahu hii, walioielekeza mioyo yao, maombi yao na sadaka zao. Tunaomba Bwana ukawainulie msaada unaotoka patakatifu pako, ukawategemeze Bwana kwa mkono wako ulio hodari, ukazikumbuke sadaka zao na kustakabali dhabihu zao. Na Bwana ukawajalie kila mmoja kwa kadri ya haja ya moyo wake kuyatimiza mashauri yake yote. Wabariki watokapo na waingiapo, wainue na kuwafanikisha katika njia zao. Bwana ukawatendee wema, warudi wakikutukuza na kuinua wewe Bwana, kwamba wewe ni Mungu katika maisha yao. Ni katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tumeomba na kuamini, amen. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana akubariki utokapo na ingiapo, na kuyatimiza mashauri yako yote, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Karibuni mumshukuru Bwana. Washarika tuketi, tukiendelea na beti wa 2 na 3. Aliyemlinda Yesu akiteswa, naye akashuhudia ni mwana wa Mungu. Bwana wangu, Mungu wangu, uzima wangu, umekutana na kufa kwa ajili yangu. Nipe ulimi mpya Yesu wa kukuimbia, Baba yetu tutamtukuza jina lake pekee. Bwana wangu, Mungu wangu, uzima wangu, umekutana na kufa kwa ajili yangu. Asante, praise. Sasa nizialike kwaya zetu. Tuanze na kwaya karibu kwa wimbo mmoja, na baada ya kwaya kuu, kwaya ya imani karibu wimbo mmoja. Kwaya kuu karibuni. Navyo hadhi
tupate uzima. Kwa sababu ya makosa yetu mijeledi Yesu alipigwa. Kwa sababu ya maovu yetu Yesu alidhihakiwa. Kwa sababu ya makosa yetu mijeledi Yesu alipigwa. Kwa sababu ya maovu yetu Yesu alidhihakiwa. Alichoma mkuki kwa ajili ya wokovu. Lakini Yesu Kristo alivumilia hayo yote kwa ajili ya upendo kwetu. Lakini Yesu alivumilia hayo yote kwa ajili ya upendo kwetu. Lakini Yesu Kristo alivumilia hayo yote kwa ajili ya upendo kwetu. Lakini Yesu alivumilia hayo yote kwa ajili ya upendo kwetu. Alipotaka kukata roho Yesu alisema, Baba wasamehe, hawajui lile watendalo. Alipotaka kukata roho Yesu alisema, Baba wasamehe, hawajui lile watendalo. Kwa ajili yangu mimi nawe, tupate uzima. Ya nini unang'ang'ania dhambi wewe? Aliteswa Yesu kwa ajili yetu, mimi na wewe tupate uzima. Kwa nini unang'ang'ana na mambo ya kale, hautaki kutoka dhambini? Aliteswa Yesu kwa ajili yetu, mimi na wewe tupate uzima. Kwa nini unang'ang'ana na mambo ya kale, hautaki kutoka dhambini? Dhambi hututenga na Mungu, huharibu mahusiano yetu ya kiroho. Dhambi hututenga na Mungu, huharibu mahusiano yetu ya kiroho. Hutufanya tuishi mbali na kusudi la Mungu, hutufanya tujitenge na uso wa Bwana,
hutufanya tuishi mbali na kusudi la Mungu, hutufanya tujitenge na uso wa Bwana. Tunapekuwa watumwa wa dhambi, tumewekwa huru kwa mateso yake msalabani. Hatupaswi kuwa watumwa wa dhambi, tumewekwa huru kwa mateso yake msalabani. Aliteswa Yesu kwa ajili yetu, mimi na wewe tupate uzima. Kwa nini unang'ang'ana na mambo ya kale, hautaki kutoka dhambini? Aliteswa Yesu kwa ajili yetu, mimi na wewe tupate uzima. Kwa nini unang'ang'ana na mambo ya kale, hautaki kutoka dhambini? Tutenge na Mungu, uharibu mahusiano yetu ya kiroho. Mbarikiwe sana wanakwaya, mbarikiwe sana. Mwenye heshima yote anaya vumilia, sote na matusi haribia tazama
mtakatifu, Baba yetu mwenye huruma na upendo mwingi, wewe ambao umetuvumilia sana juu ya maisha yetu, wakati mwingine tumekuacha kwa mawazo yetu na maneno na hata kwa matendo yetu pia. Tumefuata njia zetu wenyewe tukaiacha njia ya kweli, na wewe mwenyewe umesema ndiyo njia, kweli na uzima, lakini tumejitengenezea njia zetu wenyewe kwa kutafuta mambo yetu wenyewe. Bado Mungu umeendelea kutuvumilia na kutupenda jinsi hivi tulivyo, wala kuyahesabu maovu yetu. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya upendo na huruma zako nyingi zisizochunguzika na kuzinena kwa akili na fahamu za kibinadamu. Na umetupa mlango mwingine tena wa kusogea mbele za uso wako ili tusikie wito mkuu wa toba, na kwamba upendi hata mmoja apotee, bali wote wafikirie toba na kugeuka mbele za uso wako. Bwana, uturehemu sawasawa na wingi wa fadhili zako, na ukapate nafasi tena ya kutushauri, ya kutuelekeza na kutuonya katika yale yote tunayopaswa kuyatenda machoni pako. Katika siku hii tunapoanza katika safari ya kuelekea pale Golgotha ambapo Yesu ulikamilisha kazi ya kumkomboa mwanadamu, tupe utulivu wa kiroho, tutafakari njia zetu, tutafakari mienendo yetu, na tutafakari mahusiano yetu na wewe Bwana, tupate kurudi na kugeuka tena, tupate kukugeukia wewe na kurudi katika njia yako. Bwana, lihudumie kanisa lako, likumbushe yaliyo wajibu wake, na utuhudumie kwa mahitaji yetu yote ya kiroho na hata ya kimwili. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tumeomba, amen. Tusikie tena neno la Mungu ambalo tumepewa katika ibada yetu ya leo kutoka kitabu cha Yoeli kama lilivyosomwa na msomaji wa pili. Yoeli sura ile ya pili mstari ule wa 15. Yoeli 2 mstari ule wa 15 hadi ule wa 20. Yoeli 2 mstari ule wa 15 mpaka ule wa 20, nami nitasoma kwa msaada wa Bwana. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu, kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake. Hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, uachilie watu wako e Bwana, wala usiutoe ulisi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yao. Kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Bwana akajibu akawaambia watu wake, tazameni, nitaleta nafaka na divai na mafuta, nanyi mtashiba kwa vitu hivyo, wala sitawafanyia tena kuwa aibu kati ya mataifa. Lakini jeshi lililotoka kaskazini nitaliondolea mbali nanyi, nami nitalifukuza mpaka nchi ya ukame na ukiwa. Sehemu yake iliyo mbele itaingia katika bahari ya mashariki, na sehemu yake iliyo nyuma itaingia katika bahari ya magharibi. Na uvundo wake utapanda juu, na harufu yake mbaya itapanda juu, kwa sababu ametenda mambo makubwa. Na hili ndilo neno la Bwana. Kaeni washarika. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu ametupa nafasi tena ya kuanza majira ya kukumbuka mateso na kifo cha Yesu Kristo kwa ajili ya ulimwengu. Ni miongoni mwa majira ya kanisa yaliyowekwa yanayotupa nafasi ya kutembea na Yesu katika safari ya kwenda Yerusalemu mpaka atakapotimiza yale yote ambayo aliandikiwa atakapokuja katika ulimwengu. Lakini tunaona katika mistari ambayo tumesoma
Nabii Yoeli analeta wito wa toba kwa Waisraeli ambao walipita katika kipindi cha ukame na njaa, kama hukumu ambayo Mungu aliachilia kwao kwa sababu ya uovu waliokuwa wameutenda. Walimwacha Mungu, wakageukia njia zao wenyewe, wakatembea katika matamanio ya mioyo yao, wakafuata tamaa zao wenyewe, wakawa watu wenye kudhulumu wasiotenda haki. Na Mungu kwa sababu ya upendo wake bado alitafuta namna ya kuwarudisha, na namna ambayo Mungu aliweka ya kuwarudisha wapate kumrudia, aliondoa matarajio yao au mategemeo yao katika maisha yao. Maana yake aliachilia ukame katika nchi yao, na huu ukame uliambatana na nzige ambao walikula mimea ya kila aina. Kwa hiyo haukuwa ukame wa kawaida. Hawa nzige maana yake walishambulia mimea ya mazao ya matunda ya nafaka mbalimbali na kila mti ambao ulionekana kutoa majani. Kwa hiyo palibaki ukiwa, palibaki na ukame mkubwa. Maana yake palikuwa na njaa ya kutisha. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo palikuwa na mazingira magumu sana. Ndipo Mungu anapopeleka kwa kinywa cha nabii wito huu wa toba katika sura hii ya pili, ukianza kuisoma kuanzia mstari wa 12. Anasema, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, tena kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Na anasema, lalueni mioyo yenu, wala si mavazi, mkamrudie Bwana Mungu wenu. Kwa hiyo wito huu wa toba unaletwa baada ya kipindi kigumu cha dhiki, na Mungu alikitumia kipindi hiki cha dhiki na mateso kwao na ukame kama kuwatiisha na kuwapa nidhamu, kwa sababu wangekuwa na shibe na hali nzuri wasingeweza kusikia sauti ya Mungu. Lakini Mungu aliondoa mategemeo yao yote. Maana yake waliotegemea chakula, chakula hakikuwepo. Waliotegemea biashara, maana yake ile njaa, hapakuwa na pesa tena. Kila mtu ambaye alikuwa ametumainia mategemeo ya chochote hayakuwepo tena. Kwa hiyo ikawafanya watu hawa wapite kwenye kipindi kigumu sana, ili tu Mungu atakaposema nao waweze kuisikia sauti yake. Katika mistari hii ya 15 na kuendelea, inaonyesha ni wito wa dharura wa toba. Nabii Yoeli anasema, pigeni tarumbeta katika Sayuni. Maana yake tarumbeta inapopigwa au mbiu inapopigwa, maana yake huu ni wito wa dharura, tena wa haraka, ambao unaonyesha kuna jambo muhimu ambalo linatakiwa kufanyika. Kwa hiyo wito huu unapelekwa kwa wana wa Israeli kama jambo la dharura na muhimu ambalo wanapaswa kulifanya. Na wito huu unapelekwa kwa watu wote. Ukianza kusoma vizuri, anasema mstari wa 16, kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Lakini bwana harusi naye atoke chumbani mwake na bibi harusi katika hema yake, na makuhani wahudumu wa Bwana walie kati ya patakatifu na madhabahu. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo wito huu wa toba unamhusu kila mmoja, ni kwa ajili ya watu wote, sio kwa ajili ya kundi fulani. Maana yake wanatajwa wazee, wanatajwa mpaka na watoto, na si watoto tu, maana yake mpaka na watoto wanyonyao. Kwa hiyo unapelekwa wito wa toba kwao,
kwa sababu dhambi ilipoingia, maana yake iliingia kwa watu wote, na hukumu ilipokuja ilikuja kwa watu wote. Kwa hiyo hii ni ishara kwamba dhambi ya mtu mmoja inaweza kuleta madhara kwa jamii nzima, na dhambi ya watu wote inaweza kuleta madhara kwa wakati mwingine hata kwa wale wasio na matatizo, wasio na dhambi, inaweza ikasababisha hukumu kwa wote. Ndio maana unaona hapa wito wa toba unaenda mpaka kwa watoto wanyonyao. Kwa nini? Dhambi imefanyika katika nchi. Lakini tunajifunza katika wito huu wa toba kwamba toba ya kweli inasababisha huduma na urejesho na ushindi wa Mungu katika maisha ya Wakristo. Kwa hiyo toba ya kweli inaleta mabadiliko, inaleta msimu mpya, inaonyesha huruma ya Mungu kwa watu wake. Na ukisoma kuanzia mstari wa 12 utaona wito huu anawaambia, lalueni mioyo yenu wala sio mavazi. Maana yake kulalua mavazi kwa nje kulionyesha maombolezo, na wengine walijipaka majivu. Kienda kwa watu wa Ninawi walifanya toba hivyo, walijivaa magunia, walijipaka majivu, walilagaa kwenye majivu. Maana yake hii inaonyesha kwamba ilikuwa ni ishara ya unyenyekevu kwa Mungu, ya masikitiko, ya huzuni kutoka katika mioyo yao. Maana yake ilionyesha wametambua makosa yao. Na hata katika ibada hii ya leo yako makanisa ambayo ili kuonyesha kwamba umetambua majira haya, lazima upakwe majivu. Majivu yale yanaashiria toba, yanaashiria huzuni, yanaashiria masikitiko, yanaashiria maombolezo, yanaashiria majuto. Lakini ninachotaka kusema kwetu kama kanisa la Kiluteri, majivu au aina yoyote ambayo naweza ukaionyesha kwa nje, kama ndani ya moyo wako hakuna mabadiliko, haiwezi kukusaidia chochote. Mabadiliko ya kweli yanaanza moyoni mwa mtu, wala si nje. Nje ni alama ya kweli ya nje, lakini mara nyingi tumejionyesha kwa alama za nje, lakini ndani bado ni wenye dhambi wakubwa. Lakini bado ndani mioyo yetu geuka, miili yetu kwa nje inaonyesha kugeuka, kwamba tunaomboleza, kwamba tuna majuto, kwamba tunasikitika kwa ajili ya uovu tulioutenda, kwamba tumetambua. Lakini nataka nikwambie, alama za nje kama alama ya ndani ambayo ni wa kweli haujabadilika, bado majivu na alama zingine za kuomboleza na mavazi ya magunia haviwezi kukusaidia kama moyo wako haujataka kubadilika. Wito wa toba huu unatupa nafasi ya sisi kama kanisa kujihoji, kujitafakari njia zetu na kumrudia Bwana. Tafakari uhusiano wako na Mungu. Lakini pia tunapotafakari mahusiano yetu na Mungu, hatuwezi tukatengeneza uhusiano na Mungu wakati mahusiano yetu na wanadamu. Hatuwezi kutengeneza uhusiano na Mungu ambaye tunamuona kwa imani, lakini wanadamu ambao tunakaa pamoja, tunazungumza pamoja, tunashirikiana katika mambo mengi, mahusiano yetu ni mabaya. Wakati huo huo kama wanadamu bado tuna kiburi, bado tuna majivuno, bado tunaoneana, bado tunachukizana, bado tunalipizana visasi, hatuna upendo wa kweli, tuna chuki, hatusameheani, bado kwa lazima hii haiwezi kukusaidia. Mabadiliko ya kweli yanaanza na mazingira ulionayo wewe. Mabadiliko ya kweli ya moyo wako, ya kuonyesha umetambua, unageuka, unahitaji kupatana na Mungu,
yanaanza katika mazingira unayoyaishi wewe. Maana yake anza kutengeneza na wale uliokosana nao. Anza kutengeneza kupitia mazingira ya maisha yako ya kila siku, iwe ni kwenye familia, iwe ni kazini, iwe kwenye biashara, iwe kwenye jamii inayokuzunguka. Lakini ndicho kipindi ambacho kinaufunua upendo wa Mungu kwa ajili ya mwanadamu, wakati na wanadamu nao wanapaswa kuonyesha upendo kwa ajili ya wanadamu wengine na kwa ajili ya mazingira yanayotuzunguka. Kwa hiyo wito wetu katika majira haya ni kulalua mioyo yetu. Maana yake kujitafakari, kujihoji, kujichunguza na kutambua wapi nimekosea, wapi sijatimiza wajibu wangu, wapi sijaenenda kwa ukamilifu, nipate kumrudia Mungu. Ishara ya nje bila mabadiliko ya ndani haiwezi kukusaidia. Mambo muhimu ambayo tunayatafakari hapa machache. Jambo la kwanza, Mungu hutazama moyo uliopondeka kwa ajili yake. Toba ya kweli ni ile ambayo inafanyika katika moyo wa kweli. Maana yake Mungu hutazama moyo wa mwanadamu uliopondeka, usio na ila, usio na kiburi, usio na majivuno. Ndio maana katika sura hiyo ya pili ya Yoeli mstari wa 12 na wa 13 anasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Lalueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugaili mabaya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Mungu anautaka moyo wa kweli. Ndio maana anatoa wito kwamba nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, sio kwa mavazi, kwa kulalua mavazi. Mungu anautafuta moyo. Mahusiano ya Mungu na mwanadamu ni moyo. Kwa hiyo Mungu anautazama moyo uliokubali, uliozamilia, uliopondeka, unaokubali na unaotambua makosa na kurudi kwake. Lakini na yeye anatangaza neema kwamba yeye ni mwingi wa rehema, sio mwingi wa hasira, amejaa huruma, ni mwepesi, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Na maana yake mtu anayekubali kubadilika na kugeuka na kumwelekea Mungu, Mungu humpokea mtu yule na hugairi kumtendea yale mabaya. Ndio maana nabii Yoeli anapotangaza wito huu wa toba, maana yake anajua ni Mungu wa rehema, na Mungu anapeleka wito huu ili watu watubu, wageuke, wamrudie Bwana. Lakini ukisoma Isaya 66 mstari wa 2, Biblia anasema, hakika mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye moyo uliopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Kwa hiyo jambo kubwa hapa la kwanza ni Mungu anatazama moyo. Hakikisha moyo wako unamkabidhi Bwana, unamrudia Bwana, unaondoa kila vifungo, kila uovu, kila machukizo yanayomzuia Mungu kutembea na wewe, kukaa na wewe, kukubariki na kujifunua kwenye maisha yako. Lakini jambo la pili, toba ni wajibu wa watu wote, kama tulivyosoma kwenye mstari wa 15 na wa 16 kwamba swala la toba ni la watu wote. Na yeye amesema wazee, watoto na watoto wanyonyao na watu wote. Na bwana harusi tena anasema atoke katika chumba chake na bibi harusi atoke kwenye hema yake. Maana yake huu ni wito kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo toba si jambo la kikundi, si jambo la mtu fulani. Toba ni wito kwa ajili ya watu wote. Na tarumbeta hii inaashiria kwamba ni wito wa dharura, wa haraka. Maana yake kuna hatari ambayo iko mbele. Maana yake dhambi isipotubiwa huzaa mauti, huleta madhara, husababisha taabu. Na hii ilileta madhara katika nchi ya Waisraeli. Na ndio maana falme
nabii anatoka na wito huu wa toba ili watu watengeneze, Mungu apate kuwasamehe na kugairi mabaya aliyokuwa amekusudia. Lakini jambo la tatu, maombi ya toba hubadilisha historia. Historia inasema ule mstari wa 17, makuhani wa Bwana walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, uachilie watu wako, Bwana, wala usiutoe ulisi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yao. Kwani waseme, kati ya watu yuko wapi Mungu wao? Maana yake toba inaondoa aibu, inabadilisha historia mbaya na kuwa historia njema. Kwa hiyo makuhani na wao wamepewa wajibu wa kulia patakatifu pa Bwana na kumwomba Mungu arehemu na kusamehe, ili Mungu asiwaache hawa watu wakawa aibu kwa maadui zao na kwa mataifa mengine. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kwamba tunapaswa kurudi mbele za Bwana kila wakati, kutafuta uso wa Bwana, kumwomba Mungu aturehemu. Na ule mstari wa 20 anasema, lakini ule mstari wa 18 na wa mpaka wa 20 anaonyesha namna Mungu anavyosikia maombi ya watu hawa. Maana yake kama watoto wanyonyao nao wanaomba toba, maana yake wanalia, na watu wazima wanalia, na wazee na mabwana harusi na mabibi harusi. Maana yake huu ni wito kweli mkubwa, ni toba ya kweli. Maana yake Mungu hugairi kutenda mabaya na kuwahurumia watu wake, na yeye mwenyewe hawezi kuwaacha tena wakaaibika, lakini atawahurumia, na wale maadui ambao alikuwa amewaacha kuwashambulia watu wake huwazuia tena na kuwapiga mbali. Kwa hiyo utaona maombi yanaleta msimu mpya, yanaleta nyakati mpya, yanazuia hasira, yanazuia ghadhabu ya Mungu kwa ajili ya watu wake, na Mungu anawahurumia na kuwarejesha tena. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Lakini jambo la 4, huruma ni tabia ya Mungu kwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Huruma ni tabia ya Mungu kwa watu wake. Na ukisoma tena mstari wa 18 utaona kwamba hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Kwa hiyo huruma ni tabia ya Mungu mwenyewe, kwamba yeye huruma zake kwa ajili ya watu wake wala sio juhudi ya mwanadamu, lakini ni tabia ya Mungu kwa wale wanaorudi kwake. Yaani kuhurumiwa si kwa sababu wewe umejionyesha mwaminifu au kuna jambo umelitenda, lakini yeye huruma ni tabia yake kwa wale wanaoitika wito wa toba na wanaokubali kurudi kwake, yeye huwahurumia. Ndio maana asema si mwingi wa hasira. Ukisoma kwenye mstari ule wa 13 unaona anasema si mwingi wa hasira, ni mwingi wa rehema, amejaa huruma. Kwa hiyo huruma ni tabia ya Mungu kwa watu wake. Na hata sasa wito ni kwamba tumrudie Bwana kwa mioyo yetu yote, tugeuke. Kwa hiyo tunapoondoka mahali hapa, kila mmoja pata nafasi ya kutafakari njia zako. Na wengine tunapaswa, wengine wanatumia kipindi hiki kwa kufunga kwa kweli na kutafuta uso wa Bwana. Wakati mwingine si tu kufunga kwa sababu wewe ni mwenye dhambi, lakini kuimarisha mahusiano yako na Mungu, kutafuta njia za Bwana zilizo sahihi, kumuuliza Bwana njia unayopaswa kuipita, kumweleza Bwana haja ya moyo wako, kumkaribia Mungu zaidi kwa kujinyima, kwa kufunga, kwa kuomba na kwa kutafuta uso wa Mungu. Lakini pia ni kipindi ambacho wengi hutumia nafasi hii pia kuwasaidia wenye wahitaji mbalimbali, kuwaona wenye ziki, wenye taabu na kuwarudishia furaha yao. Kwa hiyo watu wakati mwingine hutumia kipindi hiki kama kipindi cha kuimarisha mahusiano yao. Lakini nataka nikwambie, unapofanya haya kwa nje, yasiwe kwa msimu wa Kwaresima, yawe sehemu ya maisha yako siku zote za maisha yako. Ukiamua kutubu na kutengeneza, siwe kutubu na kutengeneza kwa sababu ya kipindi hiki tulicho nacho, iwe ni kutubu na kutengeneza kama sehemu ya maisha yako ya kila siku. Na mlango huo wa toba, toba inakuwa mlango wa baraka, unaopitisha baraka, unaoleta uponyaji, unaoleta amani,
unaorejesha maisha mapya katika maisha ya mwanadamu. Na ndio maana tunaona baada ya wito huu wa toba, Mungu anaahidi kuleta msimu mpya. Mungu anaahidi kuleta mabadiliko. Mungu analeta mapinduzi. Mungu anasamehe dhambi ya watu, na msamaha huo unarejesha furaha, unarejesha amani, unarejesha baraka katika ile nchi. Ukiendelea kusoma mistari inayoendelea huko mbele, utaona Mungu anasema, yani ule mstari wa 28, utaona anasema hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataona ndoto, na vijana wenu wataona maono. Lakini hata ukianza mstari wa 21 utaona ahadi ambazo Mungu anawaahidia. Ule mstari wa 25 anasema nitawarudishia hata hiyo miaka iliyoliwa na nzige na palale na madumadu na tunutu na jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anapoona toba ya kweli analeta msimu mpya. Kwa hiyo anaonyesha kwamba hata ile miaka iliyoshambuliwa ya ukame, iliyoshambuliwa na palale na tunutu na hao nzige, maana yake Mungu anaahidi kuirejesha kwa upya. Maana yake Mungu analeta msimu mpya. Mungu anaachilia baraka kwa watu wake. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Toba ya kweli inaleta msimu mpya wa maisha, inafungua mlango wa baraka, inaleta uponyaji, inaleta amani, inaleta ushindi katikati ya mioyo yetu na maisha yetu. Kwa hiyo Mungu atupe hiyo neema kwamba katika kipindi ambacho tumeanza, lalueni mioyo yenu, utafuteni uso wa Bwana, naye atajifunua kwenu, naye ataonekana, naye ataleta mabadiliko, naye atawarudishia yale yaliyoharibiwa na adui, yale yaliyoshambuliwa, ukame unaopita kwenye maisha yetu. Tunapaswa kulalua mioyo yetu hata kwa ajili ya nchi yetu, ili Bwana aendelee kusimama kwenye nchi yetu na kuleta amani ya kweli, kuondoa chuki, kuondoa ubinafsi, kuondoa viburi na majivuno, wakati mwingine hata mauaji ambayo tunafanyiana. Maana yake Mungu atupe roho ya upendo, Mungu alete amani ya kweli. Tulalue mioyo yetu kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya kazi zetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya familia zetu, lakini kwa ajili ya kanisa, ili Mungu arudishe tena amani, arudishe baraka zake, aseme na sisi. Ndio maana asema na vijana wenu wataona maono. Maanake Mungu atajifunua kwao, Mungu atasema nao. Tunatamani Mungu ajifunue kwa mtu mmoja mmoja, kwa kanisa, kwa taifa, katika maisha yetu ya kila siku. Mungu ajifunue na aseme nasi upya. Tusimwabudu kwa mazoea, tumwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Toba ya kweli inarejesha baraka, inaondoa aibu, inaleta heshima, inaondoa kilio, inaleta kicheko, inaondoa huzuni, inaleta furaha, inaondoa magonjwa, inaleta afya njema. Mungu atupe hiyo neema ya kugeuka na kurudi na kulalua mioyo yetu kwa roho na kweli kwa ajili yake, na kumrudia Mungu, naye ataturudia sisi. Nasema mkaribieni Bwana, naye atawakaribia ninyi. Mrudieni yeye, naye atawarudia nyinyi. Kwa hiyo tumrudie Bwana katika roho na kweli, naye ataturudia sisi na kutupa nyakati mpya zenye baraka, zenye furaha na amani. Na Mungu alibariki neno lake. Amen. Mungu wetu mtakatifu, wewe ni Baba yetu mwaminifu na wa haki. Hata sasa umesema nasi ya kwamba wewe si mwingi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Na pale mwanadamu anapotambua, anapojuta na kugeuka kwa moyo wake wote, wewe humrehemu na kumsamehe. Na sisi tumekuja mbele zako jioni hii ya leo, tusaidie kufanya toba ya kweli, kujichunguza kila mmoja na kugeuka kila mahali tulipokwenda. Wakati mwingine tumekwenda mbali nawe, tukayaacha maagizo yako. Tusaidie kugeuka na kurudi kwako Bwana, ili wewe upate kujifunua kwetu. Jifunue katika maisha yetu, jifunue kwenye kazi zetu, jifunue katika taifa letu, jifunue katika jifunue kwenye maisha yetu na njia zetu. Uturudishe tena, uturudishie furaha, utubariki, utuinue, utusaidie, ututie nguvu, utuponye, utuinue tena katika jina la Yesu. Tusiwe wenye kilio wala wenye huzuni,
bali furaha yako Bwana iwe nguvu zetu na ushindi wetu. Katika jina lako takatifu Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Chini mponya Basi tunakushukuru mtumishi wa Mungu mchungaji kwa neno hili ambalo tumelisikia na kulipokea. Sasa tukafanye toba katika kipindi hiki cha Kwaresima na Mungu atuwezeshe katika haya. Basi nikaribishe kwaya zetu ambazo zimesalia, kwaya ya vijana. Karibuni tunapotolea Mungu shukrani yetu moja hii tunayokwenda kumtolea Mungu. Baada ya kwaya iliyosalia basi itamalizia mwishoni. Karibuni wa Kristo kwa ajili ya kwenda kumshukuru Mungu. Toleo letu ni moja tu. Yalituonyesha upendo wa kweli, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kifo chake kilionyesha upendo kuu, mateso yake Bwana Yesu Kristo yalituonyesha upendo wa kweli, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kifo chake kilionyesha upendo mkuu, hivyo basi tunapaswa kuonyesha upendo kwa kuyafanya yale yanayompendeza. Hivyo basi tunapaswa kuonyesha upendo kwa kuyafanya yale yanayompendeza. Alikufa Yesu kwa dhambi zetu, makosa aliyabeba msalabani, ili sisi tuwe safi kabisa. alisulubiwa kwa ajili yetu, Aliteswa Yesu kwa dhambi zetu, sisi tuwe safi kabisa. Hivyo basi tunapaswa kuonyesha upendo kwa kuyafanya yale yanayompendeza. Hivyo basi tunapaswa kuonyesha upendo kwa kuyafanya yale yanayompendeza. makosa ya kale, wakati Yesu aliyamaliza yote. Una faida gani kung'ang'ania kwenye dhambi? Wamsulubisha Yesu mara ya pili. Una faida
makosa ya kale. Wakati Yesu aliyamaliza yote. Una faida gani kung'ang'ania kwenye dhambi? Wamsulubisha Yesu mara ya pili. Hivyo nasi tunapaswa kuonyesha upendo wa kuyafanya yale yanayompendeza. Hivyo nasi tunapaswa kuonyesha upendo wa kuyafanya yale yanayompendeza. Una faida gani kung'ang'ania makosa ya kale? Wakati Yesu aliyamaliza yote. Una faida gani kung'ang'ania kwenye dhambi? Wamsulubisha Yesu mara ya pili. Unateseka na nini ndugu yangu? Wakati Yesu aliyamaliza yote. Unateseka na nini ndugu yangu? Wakati Yesu aliyamaliza yote. Una faida gani kung'ang'ania makosa ya kale? Wamsulubisha Yesu mara ya pili. Unateseka na nini ndugu yangu? Wakati Yesu aliyamaliza yote. Haleluya. Basi toeni chachu ya kale, kate kuwa donge jipya. Baba, mama, Kale pate kuwa donge jipya. Baba, mama, Basi toeni chachu ya kale, pate kuwa donge jipya. Alikubali Yesu kutukanwa, alikubali Yesu kudharauliwa, alikubali Yesu kutemewa mate, alikubali Yesu kudhihakiwa, alikubali Yesu kutukanwa, alikubali Yesu kudharauliwa, alikubali Yesu kutemewa mate, alikubali Yesu kudhihakiwa. kupigwa kwake, Sisi tumepona, sisi tumepona, kupigwa kwake, sisi tumepona. Alikubali Yesu kutukanwa, alikubali Yesu kudharauliwa, alikubali Yesu kutemewa mate, alikubali Yesu kudhihakiwa, alikubali Yesu kutukanwa, alikubali Yesu kudharauliwa, alikubali Yesu kutemewa mate, alikubali Yesu kudhihakiwa. Salamu Yesu Bwana, wewe uzima wangu,
Ibada yetu inaendelea ukurasa wa 388. Tuombe. Mungu mwenye neema na rehema, umemtoa mwanao pekee Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu, ili tupate kuhesabiwa haki na kwa washiriki wa Roho Mtakatifu. Tunakuomba uyapokee matoleo haya tukuleteao sasa, na miili na roho zetu viwe dhabihu iliyo hai ya kukupendeza na takatifu machoni pako, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Nimrudishie Bwana nini? Nitakipokea kikombe cha wokovu. Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako. Nitakutolea dhabihu ya kushukuru. Sala Kuu, ukurasa 388. Ukurasa 388, Sala Kuu. E Mungu wa milele muweza yote, Utuhurumie. E Bwana, usikie kuomba kwetu. Mungu Baba wa mbinguni, Mungu Mwana Mwokozi wa ulimwengu, Mungu Roho mpatanishi, utusaidie Mungu mwenye huruma, kutoka uharibifu wa dhambi, kutoka uasi na ubaya wa kila aina, kutoka hila za shetani, kutoka kifo cha radi, vimbunga na njaa, kutoka vita, chuki na uhasama, kutoka kifo cha ghafla, kutoka kifo cha milele. Kwa kuzaliwa kwako, kwa kufa kwako msalabani, kwa kufufuka kwako, kwa kupaa kwako, siku zetu za kuteseka, wakati wa kufa kwetu, siku ya ile ya hukumu, Mungu Mwenyezi, tunakuomba usikie na kutukubalia maombi yetu. Tunakuomba uangalie shida zetu nyingi, utuokoe na nguvu za dunia na shetani, ili tuwezeshwe kushinda na kukaa katika umoja wa waumini wako pamoja na wewe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, uishie na kutawala mbinguni na duniani milele na milele. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama atimizwavyo mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe wanaotukosea, usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana. Bwana anasema nasi katika neno lake, ladueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana naye atawarehemu. Pokeeni baraka zake Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ate
Bwana usikie maombi yetu. Amen. Ni washukuru wote kwa ajili ya kuacha shughuli zote na kumpa Mungu nafasi katika mioyo yenu, lakini pia katika maisha yenu. Mungu awabariki kwa kuwa na mwanzo mwema wa utulivu na wa kutafakari kazi ya Mungu kwa ajili ya maisha yetu, na itikio letu ni kumrudia Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tumia kipindi hiki kumrudia Bwana, kuimarisha mahusiano yako na Mungu, lakini wewe na watu wengine pia. Kipindi hiki pia tunatoa wito kwenye kwaya zetu sasa kutupa nyimbo ambazo zinatuelekeza kutafakari upendo wa Mungu kwa ajili yetu, lakini zinazotuhubiri na kutuonya ili tugeuke na kumrudia Bwana. Na ni kipindi sio cha mashangilio tena. Ni kipindi ambacho kinatupa mabadiliko ya nje, lakini mabadiliko ya nje yatupeleke kufanya mabadiliko ya ndani pia. Kwa hiyo niwakaribishe katika ibada zetu ambazo zitaendelea kila Jumatano saa 11. Ni ibada za kutafakari maisha yetu, lakini pia upendo wa Mungu kwa ajili yetu. Niwakaribishe katika ibada ya Jumapili ambayo tutakuwa na chakula cha Bwana. Nikukaribishe na ujiandae ili Bwana aweze kukuhudumia katika meza yake. Lakini tutaendelea na ibada zetu za morning glory na evening glory. Niwakaribishe sana kwa kesho Alhamisi na siku ya Ijumaa na siku zingine zote za wiki. Bwana wabariki sana. Nikukaribishe katibu kwa matangazo yaliyosalia. Karibu.